naamini Mheshimiwa Rais amefanya udhubutu mkubwa. Mimi ni mjumbe wa kamati ya PIC. Ameshaelekeza walete sheria namna kupata utendaji mkuu wa taasisi na haya mashirika ya umma, kupata wajumbe wa bodi. Wameleta mapendekezo kamati ya fedha ya bajeti kwamba hata wakurugenzi kama mnatangaza ajili ya mtendaji wa kata nafasi 2 mnatangaza watu wanaenda 200 mpaka 500. Kwa nini hizo halmashauri msitangaze 170? Ni nyingi sana. Kwamba wakurugenzi wale wafanye vetting, wapewe vigezo, wapewe kazi, na hata makatibu tawala wale madasi mpaka marasi. Hizi ni taasisi, kuna miradi mikubwa ya kiuchumi, kuna viwanda pale. Hao watu wapewe malengo, wafanye kazi. Tenganisheni siasa na utumishi wa umma. Tenganisheni siasa na utumishi wa umma, litende mbele. Mheshimiwa Profesa, unafahamu ninachozungumza. Walifanya hivyo England, London tangu miaka 40, walifanya hivyo Singapore. Twende kuweka watu kwa vigezo, kwa uwezo. Tusiweke mtu kwa sababu ni ndugu yake na Waitara tulisoma darasa moja. Tupimane, na mkifanya hivyo hao vijana ambao wanalalamika wazee kupata uteuzi hawatafanya, kwa sababu mmeweka mambo wazi, wameenda kwenye ushindani, na mtu amekosa nafasi kwa vigezo hawezi kulaumu. Na huyu ambaye amepata nafasi tuna vigezo. Baada ya miezi 6 mwaka mzima hujafanya kazi ambayo tumetarajia, utaondoka, atakuja mtu mwingine, watafanya kazi kwa ushindani na kazi itakuwa nzuri sana. Mheshimiwa Mwenyekiti, imezungumzwa hapa tusiongee jambo la utawala bora kwa kujificha ficha. Tuongee jambo la utawala bora hadharani. Na kuna vigezo. Shule watu wameenda kuona nini maana ya utawala bora. Kwa hiyo tukitaja mambo haya, Mheshimiwa Mwenyekiti, tutaje kwa upana wake na watu wajue tunataka utawala bora. Kwa mfano hapa Profesa amesema kutakuwa na uwazi, kutakuwa na wajibikaji. Hili jambo ni kubwa. Kuna utawala wa sheria, mambo ya demokrasia, vitu vingine. Sasa ushauri wangu hapa, Mheshimiwa Mwenyekiti, nitaka niseme hivi, mpango huu ukiangalia mawazo yaliyokuja ni makubwa. Yanahitaji kila waziri aje hapa atuambie yeye amekwama wapi. Sasa waziri ambaye bunge inatakiwa limhoji, limuwajibishe, atoe majibu sahihi, hawezi kuja kunong'oneza mimi. Natakiwa serikali ifanye kazi yake, bunge lifanye kazi yake. Ndio taratibu bunge hili. Kwa lazima waheshimiwa wa bunge tuzungumza na mawaziri upande wa serikali, kila mtu afanye kazi yake vizuri. Ndio mambo ya utawala bora. Tukitaka hoja imekuja hapa, iandaliwe vizuri tupate majibu. Mama Samia amejipanga vizuri. Mama ukimsikiliza, mawazo yake, maamuzi yake, mheshimiwa viongozi mngeelewa mheshimiwa anataka matokeo. Haya changamoto hizi ziishe. Sasa Mheshimiwa Mwenyekiti, mimi mbunge kipindi cha 3 humu, nilikuwa naangalia hapa kwenye kanuni za bunge. Ukiangalia 57, 58, 21 haki na madaraka ya bunge. Nikaangalia mwongozo, nikikosea hapa nitaenda kwenye kamati ya maadili. Ukasoma sheria ya kinga, haki na madaraka ya bunge. Nikasoma ibara ya 100 humu. Sasa Mheshimiwa Mwenyekiti, kama leo nitazungumza humu, mimi mbunge natakiwa nimhoji waziri. Alafu nikimaliza naambiwa nitaenda kujua sehemu nyingine. Nataka niseme kwa mazingira ambayo bunge letu tumeingia, kwa changamoto tulizopata kwa wananchi wetu, watu wa Tarime vijijini, wapiga kura wangu wanamjua Waitara yukoje. Hakuna Waitara wa Jumapili wala Jumatatu wala Jumanne. Waitara ni mmoja siku zote. Kwa naomba Mwenyekiti, bunge hili na waheshimiwa wa bunge, mmeangalia sura ya watu walipo ndani. Tulikuwa wengi, tupo 30%. Yeye wenzetu mmekuja, kikuracho kingoni mwako. Kila mtu afanye kazi ya wananchi kwenye bunge hili. Na serikali iende jipange vizuri. Wakiwasilisha hoja, wafanye kama afanye Kitila Mkumbo. Mbona Kitila halalamiki? Ameleta hoja za kitaalamu, ameenda amejifungia. Sasa mpango huu tungetamani. Watu wanasema mpango wa maji. Waziri kijana wewe aje tuambie yeye anakwama wapi katika wizara yake. Tumsaidie kama ni kuboresha sheria. Mtu wa kilimo aje tuambie malalamiko ya wafugaji na wakulima. Kila mwaka tunazungumza hapa, watu wanauana. Leo unaleta mpango wa serikali, tuonyeshe namna ambavyo wakulima watalima kwa mpango, namna ambapo wafugaji watafuga kwa mpango, na bila ugomvi wa amani. Mimi mbunge wa Tarime vijijini, nina shida napiga hapa miaka huu hapo awamu ya pili, Tarime vijijini, Ukonga ya kwanza. Nazungumza malalamiko ya hifadhi ya Serengeti, kuzungumza habari ya mpaka tu. Ng'ombe zinatekwa, watu wanapotea pale. Ndugu zangu, hapo napozungumza Karekatunga kuna watu 5 hapo Mwenyekiti. Sasa ukiniambia mambo mengine, mimi napenda
Bunge lifanye kazi yake, serikali ifanye kazi yake, na mahakama ifanye kama ambavyo tukienda mahakamani tunanyenyekea, na serikali wakija hapa tuzungumze kama muhimili, tufanye kazi ya wananchi, na Mheshimiwa Rais atalindwa kwa wivu mkubwa. Yeye ameshamaliza kazi yake. Kama kuna mtu amepata fursa ya kumsaidia na Mheshimiwa Waziri Mkuu Mwigulu Nchemba, tunajua anaweza. Kazi hii nilikuwa nasoma watu wa Singapore walifanikiwa kwa namna gani. Meritocracy. Tufanye kazi kwa uwezo wa mtu, tufanye proper placement kwenye maeneo, tufanye kazi ya mapinduzi. Huu mpango huu ukiusoma vizuri ni mpango wa kimapinduzi. Hatuwezi kujadili mzaa hapa, hatuwezi kupiga makofi. Tumunge mkono Mheshimiwa Rais, tutunge sheria za kufunga watu. Ukienda ukaiba, tukwambie umeiba, you are in for it. Ukidanganya, tukwambie umedanganya, you are in for it. Tusilete bla bla hili bunge. Wa Tanzania tegemeo nyingine. Nakushukuru sana.